Kwa tunaona kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi na si vinginevyo. Na malaika anapozungumza habari za Yesu Kristo kwa wazazi wake, anapowapa unabii juu ya ujio wa Yesu Kristo katika Mathayo 1:21, anasema naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Haya ni mazungumzo kati ya malaika na Yusufu. Anasema kwamba Bikira Mariamu atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu. Maana ya Yesu ni kwamba yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hii inakuonyesha kwamba ujio wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya dhambi. Ujio wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kuwaokoa watu na dhambi zao. Kwa tunaona kwamba Yesu ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Angalia Luka sura ya 5 mstari wa 27. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 27 mpaka ule wa 32. Anasema, baada ya hayo akatoka, akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaacha vyote, akaondoka akamfuata. Na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake. Palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. Ikawa Mafarisayo na waandishi wao kuwanungunikia wanafunzi wake wakisema, au Mafarisayo na waandishi wananungunikia wanafunzi wa Yesu wakisema, mbona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Kwa hiyo tunaona kwamba ujio wa Yesu duniani ni kwa ajili ya badiliko la wenye dhambi wamwelekee yeye. Ujio wa Yesu duniani ni kwa ajili ya badiliko la wenye dhambi ili waweze kumwelekea yeye. Tunaona kwamba Mathayo anawasilisha kwamba huyu mtoza ushuru ambaye Marko na Luka wamesema kuwa ni Lawi, yeye anamwasilisha kama ni yeye mwenyewe Mathayo. Mathayo anapoandika hii habari ya kwenye kitabu cha Luka sura ya 5:27 mpaka 32, tunaona Luka anamuelezea huyu mtu anaitwa Lawi, lakini Mathayo anapokuja kuandika hii habari anasema huyo mtu ni yeye mwenyewe. Ni yeye mwenyewe ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Mathayo. Angalia Mathayo sura ya 9 mstari wa 9 mpaka wa 12. Anasema, na Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Kwa hiyo, ndugu mtazamaji wangu, unapaswa uweze kuelewa huu mtiririko wa hizi hoja kuhusiana na dhambi. Na hitimisho lake linakuwa ni kwamba Yesu Kristo alikuja kuwafikia wenye dhambi kama Mathayo, ambaye alibadilishwa na hivi leo tunatumia kitabu kilichoandikwa na yeye mwenyewe kujifunza. Tunaona kwamba kwa sababu ya dhambi Yesu amekuja, anakutana na mtu anaitwa Mathayo, na Mathayo anabadilika, baadaye anakuja kuandika kitabu cha Injili ambayo ni Injili ya Mathayo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kweli na hakika kwamba wenye dhambi hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Ni kweli na hakika kwamba wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Kwamba mtu aliye mzima asiye na ugonjwa wowote hamhitaji daktari. Hiki ndicho kinachomaanishwa hapa. Lakini wale walio wagonjwa, hao ndio wanaomhitaji daktari. Kwa hiyo wenye haki, watu wema, watu wasio na dhambi, watu wasio waovu, hawamhitaji Mwokozi, ila wenye dhambi. Na ninaweza kusema kwamba Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya walevi, alikuja kwa ajili ya wazinzi, alikuja kwa ajili ya majambazi, alikuja kwa ajili ya wachawi, waganga, alikuja kwa ajili ya mashoga na wasagaji. Yesu Kristo alikuja kwa kundi hili la watu, makahaba, na kila aina ya mtu ambaye unaweza ukafikiria katika ufahamu wako kwamba ni muovu kiasi kwamba jamii yake haiwezi kumpokea. Hao ndio Yesu aliyokuja kwa ajili yao. Na Biblia inatuonyesha kwamba Yesu alikuwa anatumia muda wake na kundi la watu wa aina hiyo. Na hii inatuthibitishia kwamba mwanadamu anamhitaji Yesu kwa sababu ya dhambi. Muhimu sana. Mwanadamu anamhitaji Yesu kwa sababu ya dhambi.
Kabla Yesu kuja, watu walikuwa na pesa. Kabla Yesu kuja, watu walikuwa wanafanya biashara na wanafanikiwa, walikuwa wanaajiriwa na wanapata kazi nzuri. Kabla Yesu kuja, watu walikuwa wanaoa na kuolewa. Kabla Yesu kuja, watu walikuwa wanajenga nyumba nzuri na kumiliki magari mazuri kabisa. Lakini hawa watu walikuwa hawajafikiwa tatizo lao moja, ambao ni dhambi. Kwa hiyo maana yake hatumhitaji Yesu kwa ajili ya kutimiza mahitaji yetu ya mwilini, kwa sababu mahitaji yetu ya mwilini tunaweza kuyatimiza pasipo Yesu Kristo. Tunamhitaji Yesu kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Yesu alikuja kwa ajili ya mwanadamu ili amsamehe dhambi, na mwanadamu anamhitaji Yesu kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu anamhitaji Yesu kwa sababu ya dhambi. Inawezekana katika hii hoja ambayo nimeijenga tangu mwanzo hata mpaka muda huu, unaweza kuwa na swali unajiuliza, dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Tunazungumza kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi, lakini dhambi hasa ni nini? Dhambi hasa ni nini? Katika dakika chache zijazo tutachukua muda kuweza kulijadili hili pia, tuweze kujua dhambi ni nini, ili ninaposema kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi uweze kutambua kwamba dhambi ni kitu gani. Ninaposema kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya watu ambao wana changamoto ya dhambi, na kwamba mwanadamu anamhitaji Yesu kwa ajili ya dhambi, ni nini hasa tunachokimaanisha? Dhambi ni nini? Sasa tulitazame hili neno dhambi kwanza. Neno dhambi limetafsiriwa kutoka katika msamiati wa Kiyunani hamartia. Neno dhambi limetafsiriwa kutoka msamiati wa Kiyunani hamartia. Ninapozungumza kuhusu Kiyunani nazungumzia lugha ya Kigiriki. Kwa msamiati ambao inawezekana utakuwa umezoeleka sana ni Kigiriki. Hii ni lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Ni msamiati hamartia. Na ni kwa nini natumia hii misamiati ya asili ya uandishi wa Biblia? Kwa sababu unaposoma Agano la Kale na unaposoma Agano Jipya la Biblia, katika ufahamu wako ni lazima utambue kwamba Biblia ya Agano la Kale haikuandikwa kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza au Kilatini na lugha nyingine yote ambayo tunaitumia katika jamii za leo, lakini Agano la Kale liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini pia unaposoma maandishi ya Agano Jipya, unaposoma Mathayo mpaka Ufunuo wa Yohana, ni lazima katika ufahamu wako uweze kujua kwamba yale maandishi lugha yake ya asili ni lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Ndio maana ninapokufundisha hili somo na masomo mengine yatakayofuata, mojawapo ya vitu utakavyokuwa unavisikia muda mwingi ni pale ambapo ninachukua rejea yangu katika maneno ya asili ya Biblia. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya maneno ya asili ya Biblia ambayo matumizi yake ni tofauti kabisa na namna ambavyo tunayatumia katika lugha zetu za leo. Kwa hiyo hii inatulazimisha kwenda kusoma maneno ya asili, misamiati ya asili, kuweza kujua kwamba hiyo misamiati matumizi yake yalikuwa ni ya namna gani. Katika hiyo misamiati ilitumiwa vipi katika maandishi ya Biblia, ili tuweze kupata maana ile ile ambayo mwandishi alimaanisha. Katika ufahamu wako hili pia linapaswa liwepo ndani ya ufahamu wako kwamba Biblia haiwezi kutoa maana yoyote nyingine leo nje ya ile ambayo mwandishi wa Biblia alimaanisha kwanza wakati anaandika. Narudia tena, msamiati wowote, mstari wowote wa Biblia, kifungu chochote cha Biblia hakiwezi kutoa maana yoyote ile leo nje ya ile ambayo mwandishi wa Biblia wa kwanza alimaanisha. Mwandishi alimaanisha nini? Alimaanisha nini? Ndio maana hii inatupeleka kuweza kujifunza, kuweza kujua maandishi ya asili ya msamiati husika yalikuwa yanamaanisha nini. Sasa msamiati dhambi katika lugha ya Kiyunani ni msamiati hamartia. Kwa mtu ambaye anaandika herufi zake ni HAMARTI, hamartia. Huu msamiati hamartia dhambi ni nomino ambayo ina maana ya kukosa alama, mfano wa kukosa shabaha, kwamba unapomwagiza mtu alenge pointi fulani akaikosa, tunazungumza kwamba ile ni hamartia, kwamba ameshindwa kupatia eneo ambalo umemwagiza. Lakini pia ina maana ya kukosea, kukosa au kutofanya sahihi, kukosea, kukosa au kutofanya sahihi. Na mzizi wa msamiati hamartia ni msamiati mwingine wa Kiyunani hamartano. Msamiati mwingine wa Kiyunani hamartano, HAMARTANO.
wenye maana hiyo hiyo, ingawa huu msamiati ni kitenzi. Maana yake nomino dhambi ambayo ni hamatia imezaliwa kutoka kitenzi hamatano, ambao pia una maana ile ile, lakini hamatano utakuwa unazungumzia kitendo cha hamatia. Mfano, waraka wa kwanza Yohana 5:18, utaona huu msamiati ukitumika hapa. Anasema, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Unaona hili neno dhambi, kwamba twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hili neno dhambi ni msamiati hamatano, na kila linapotumika ni lazima lihusishe kitendo. Hamatano inapotumika ni lazima ihusishe kitendo. Kwa hiyo ili dhambi itokee ni lazima kuwe na kilicho sahihi. Ili dhambi itokee ni lazima kuwe na kitu kilicho sahihi. Kuto kufanya kilicho sahihi ndiyo kunaitwa dhambi. Muhimu sana hiyo. Ili dhambi iweze kutokea ni lazima kuwe na jambo sahihi linalopaswa kufanywa. Mwanadamu anapoacha kufanya jambo sahihi, tunasema huyu mwanadamu amefanya dhambi au ametenda dhambi. Kwa hiyo tafsiri ya dhambi itakuwa ni kutofanya, sio kufanya. Nafahamu tumezoea kwamba ukifanya jambo fulani unasema huyu mtu amefanya dhambi. Mfano, mtu kaiba, tunasema huyu amefanya dhambi ya wizi. Lakini wizi hauwezi kutokea isipokuwa kuna hoja ya kutokuiba. Kuna hoja ya kutokuiba. Kwa hiyo dhambi itakuwa ni kutofanya, sio kufanya. Dhambi itakuwa ni kutofanya, sio kufanya. Msamiati hamatia unahusiana na uwepo wa dhambi. Hii misamiati miwili nataka uwe nayo makini sana, hamatia na hamatano. Hamatano tunazungumza kuhusu kitendo, hamatia tunazungumza kuhusu uwepo. Kwa Kiingereza tunazungumza ile presence ya dhambi. Hali ya dhambi kwa watu ni nomino hamatia, hali ya dhambi ndani ya watu. Uwepo wa dhambi ndio unaofanya watu wafanye dhambi. Uwepo wa dhambi ndio unaofanya watu wafanye dhambi. Hili ni jambo la muhimu sana kaa kwenye ufahamu wako, kwamba ukiona mtu anatenda dhambi, kinachomfanya awe ni mwenye dhambi sio dhambi aliyoifanya. Kinachomfanya awe ni mwenye dhambi ni hali ya dhambi iliyo ndani yake kwanza. Hiyo ndio imemsukuma atende dhambi. Hiyo ndio imemsukuma afanye dhambi. Kwa hiyo hii ni ile hali ya kutotaka kufanya kilicho sahihi. Hamatia ni hali ya kutotaka kufanya kilicho sahihi, kwa sababu nimesema dhambi itakuwa ni kutofanya. Sasa unapoamua kutofanya lililo sahihi, tunasema umetenda dhambi, ambapo hamatano ni kitendo, hamatia ni hali ya kutotaka kufanya kilicho sahihi. Hiyo ndiyo dhambi. Angalia Mathayo 1:21. Anasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye atazaa mwana. Tumeusoma mstari kabla, ambapo ulikuwa ni mazungumzo kati ya malaika na Yusufu, anapozungumza kuhusu Bikira Mariamu kuzaa mwana, kumzaa Yesu. Anasema, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hili neno dhambi hapa ni hamatia, sio hamatano. Manake Yesu anapokuja hajaja kuwaokoa watu kutoka kwenye vitendo vya dhambi. Amekuja kuwaokoa watu kutoka kwenye hali ya dhambi iliyo ndani yao, hali ya kutotaka kufanya lililo sawa au lililo sahihi. Angalia Mathayo 3:6. Anasema, naye akawabatiza katika mto Yordan, huku wakiziungama dhambi zao. Akawabatiza katika mto Yordan huku wakiziungama dhambi zao. Hii ni habari ya ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Anasema Yohana Mbatizaji alipokuwa anabatiza katika mto Yordan, hawa watu waliokuwa wanawabatiza walikuwa wakiziungama dhambi zao. Sasa unapoona hili neno dhambi hapa, inazungumzia hali ya dhambi, sio matendo yao waliyoyatenda kuhusu dhambi. Hamatia. Sasa ubatizo wa Yohana ulikuwa na lengo la kuwafanya watambue hali yao ya dhambi. Ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulikuwa na lengo la kuwafanya watambue hali yao ya dhambi, sio watambue matendo yao ya dhambi.
Kwa nini? Kwa sababu dhambi ni matokeo ya hali ya dhambi. Dhambi yote ambayo mtu anaifanya ni matokeo ya hali ya dhambi iliyo ndani yake. Kwa hiyo anaposema wakiziungama dhambi zao, anatumia msamiati wa Kiunani exmologio. Exmologio. E-X-O-M-O-L-O-G-I-O. Huu msamiati exmologio una maana ya kukiri kwa maana ya kutambua au kukubaliana kabisa. Kwa hiyo anaposema kwamba hawa watu walikuwa wakiziungama dhambi zao katika ubatizo wa Yohana, ana maana kwamba hawa watu walikuwa wanakubaliana kwamba wao ni wenye dhambi. Wanakubaliana kwamba wapo katika hali ya dhambi. Kwa sababu kukubaliana kwamba upo katika hali ya dhambi ndiyo kunakofanya utafute msaada. Sasa, maana yake wanakubaliana na hali yao ya dhambi, sio kukiri dhambi moja moja walioifanya. Linapaswa likae pia katika ufahamu wako hili, kwamba Yohana anapokuja katika ubatizo anabatiza na hawa watu wanakiri dhambi zao. Wanapokiri dhambi, msamiati exmologio una maana kwamba wanatambua hali yao ya dhambi. Wanatambua kwamba wao ni wenye dhambi, sio kwamba wanakiri dhambi moja moja. Sio kwamba wanakiri dhambi moja moja, bali wanakubaliana na hali walionayo, hali ya dhambi. Kwa hiyo tunaona huu msamiati hamatia ambao ni nomino umetumika mahali hapa. Na huu msamiati exmologio umetumika mara 11 kwenye Biblia ya Kiunani ya Agano Jipya. Mara 11 kwenye Biblia ya Kiunani ya Agano Jipya. Na utatazama baadhi ya maeneo ambapo huu msamiati umetumika. Angalia Mathayo 11:25. Mathayo 11:25 anasema, wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Hili neno nakushukuru kwenye mstari ni neno exmologio. Na Yesu anapoutumia inaonyesha kile ambacho anakubaliana nacho kuhusu Mungu. Kile ambacho anakubaliana nacho kuhusu Mungu. Lakini Luka pia ameutumia msamiati katika tukio la namna hiyo hiyo la Yesu kushukuru. Ingawa mara moja ameutumia katika tukio hili. Angalia Luka 22:6. Namna ambavyo Luka ameutumia huu msamiati exmologio. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano. Huyu ni Yuda Iskariot ambaye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo aliyemsaliti. Anasema akakubali. Huu ni msamiati exmologio ambao ni sana msamiati ambao anapowasilisha ubatizo wa Yohana kwamba waliungama dhambi zao, msamiati kuungama. Msamiati kuungama ndio msamiati akakubali. Akakubali. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 19:18 anasema, na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama wakidhihirisha matendo yao. Wakaungama wakidhihirisha matendo yao. Maana yake hawa watu walikuwa wanatambua kwamba wao ni wenye dhambi. Wanakubaliana kwamba ni wenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia ujumbe. Ni kwa sababu wamesikia ujumbe ambao ule ujumbe unafunua hali ya mioyo yao. Kwa hiyo msamiati kuungama unapotumika kuhusiana na dhambi, utazungumzia zaidi kuhusu kukubali au kutambua ile hali ya dhambi, na sio ukiri wa dhambi moja moja. Narudia tena. Unapoona msamiati kuungama unapotumika kuhusiana na dhambi, huu msamiati utazungumzia zaidi kuhusu kukubali au kutambua ile hali ya dhambi, na sio ukiri wa dhambi moja moja. Na hiki ndicho kilichokuwa kinatokea katika huduma ya Yohana Mbatizaji. Katika huduma ya Yohana Mbatizaji, wale watu walikuwa hawaendi pale kukiri kwamba nilisema uongo, niliiba, nilisengenya, nilizini na dhambi zote za aina hiyo. Walikuwa wakiri matendo ya dhambi. Walikuwa wanakubaliana na hali yao ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia neno ambalo linafunua hali yao ya dhambi. Kwa hiyo kukubali au kutambua kwamba upo katika hali ya dhambi ndiyo kunakofanya uone sababu ya kuhitaji msaada. Kukubali au kutambua kwamba upo katika hali ya dhambi ndiyo kunakokufanya uone sababu ya kuhitaji msaada. Kwa nini unahitaji msaada? Ni kwa sababu umetambua kwamba upo katika hali ya dhambi. Kwa sababu umetambua kwamba upo katika hali ya dhambi. Kwa hiyo dhambi kama nomino inazungumzia hali ya dhambi ndani ya mioyo ya watu.
Dhambi kama nomino inazungumzia hali ya dhambi ndani ya mioyo ya watu, hali ya kukataa kilicho sahihi. Hali ya kukataa kilicho sahihi. Mwanadamu anapokataa kilicho sahihi, anakuwa katika hali ya dhambi. Anakuwa katika hali ya dhambi. Ndio maana tunaona kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya hamatia, hali ya dhambi. Yesu hakuja kwa ajili ya matendo. Yesu hakuja kwa ajili ya matendo. Alikuja kwa ajili ya hali ya dhambi. Condition of sin katika wanadamu. Ile ndio iliyomleta Yesu Kristo, kwa sababu ile hali ya dhambi ndiyo inayopelekea matendo yote ya dhambi. Na Mtume Yohana ameutumia huu msamiati hamatia kwenye kitabu cha Yohana 1:29. Anasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Neno dhambi ni neno hamatia. Mwana-kondoo wa Mungu ni Yesu Kristo, kwa sababu Yohana anazungumza hapa, anazungumza habari za Yohana Mbatizaji anapomtambulisha Yesu Kristo. Anasema Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu, anasema ni mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye hamatia, sio hamatano, kwamba Yesu hakuja kuchukua vitendo vya dhambi. Yesu alikuja kuchukua hali ya dhambi ya watu, ile hali ya watu kukataa kilicho sahihi. Hicho ndicho kilichomleta Yesu Kristo ulimwenguni. Sasa hali ya dhambi ndiyo inayopelekea kitendo cha dhambi. Hali ya dhambi ndiyo inayopelekea kitendo cha dhambi. Wakolosai 1:14 anasema, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi. Katika nani? Katika Yesu Kristo, yaani msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi ni ukombozi. Sasa anasema hii dhambi haitakuwa matendo, hii dhambi itakuwa ni hali. Kwa hiyo msamaha wa dhambi katika Kristo utakuwa ni juu ya hali ya dhambi na sio matendo. Msamaha wa dhambi katika Kristo itakuwa ni juu ya hali ya dhambi na sio matendo. Na Biblia ya Agano la Kale imeutafsiri msamiati dhambi kutoka kwenye msamiati wa Kiebrania chataa. Biblia ya Agano la Kale imeutafsiri msamiati dhambi kutoka kwenye msamiati wa Kiebrania chataa. Huu msamiati chataa herufi zake ni CHATA, ambao ni kitenzi. Msamiati chataa ni kitenzi. Na huu msamiati una maana ya kukosa, kukosa, kuwa na hatia, kukosea njia, kwenda visivyo au kupoteza. Chataa ni kukosa, kuwa na hatia, kukosea njia, kwenda visivyo au kupoteza. Na huu msamiati kwa mara ya kwanza umetumika katika Mwanzo 20:6. Utakapoenda kusoma maandishi ya Agano la Kale, utaona kwa mara ya kwanza msamiati dhambi umetumika katika kitabu cha Mwanzo 20:6. Mwanzo 20:6. Anasema, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Hii ni habari ya Ibrahim na Abimeleki mfalme wa Gerari. Soma kuanzia mstari wa kwanza uweze kupata muktadha wake unazungumzia nini. Anasema Mwanzo 20:1, anasema Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadesh na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Unaona, hoja inaanzia kwamba Ibrahimu ameingia katika eneo hili ambalo linatawaliwa na Abimeleki. Anamtambulisha Sara kama mkewe, kama ndugu yake na sio mkewe. Sasa anaendelea kusema, basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mke wa mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema, Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu?
Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mstari wa 6 anasema kile ambacho Mungu alichokizungumza, kwamba Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitende dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Hili neno dhambi ni chataa, ambapo anasema kwamba huyu mfalme wa Gerari Abimeleki, kitendo cha kutaka kumtwaa Sara kama mke wake ili hali ni mke wa mtu ni dhambi. Kwa hiyo katika hili tukio la Abimeleki na Ibrahim, dhambi hapa itakuwa Abimeleki kumtwaa Sara kama mke wake ili hali tayari ni mke wa mtu. Dhambi itakuwa Abimeleki kumtwaa Sara kama mke wake ili hali tayari ni mke wa mtu. Kwa hiyo badala ya kufanya jambo sahihi lilikuwa ni kutomtwaa, kutambua kwamba huyu ni mke wa mtu, sipaswi kumtwaa kama mke wangu. Kwa hiyo inakuwa dhambi kwa kuacha kufanya hivyo. Inakuwa dhambi kwa kuacha kufanya hivyo. Kwa kuacha kutomtwaa Sara kama mke wake, ingekuwa hajatenda dhambi. Lakini kwa sababu ameamua kumtwaa Sara, ameshindwa kumtendea Sara kama mke wa mtu mwingine, tena nabii ambaye ni Ibrahim. Hii inamfanya atambulikane kama mtu mwenye dhambi. Mwanzo 29 anasema, kisha Abimeleki akamwita Ibrahim akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Anasema kisha Abimeleki akamwambia Ibrahimu akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda mambo yasiyotendeka. Unaona kwamba baada ya Mungu kuzungumza na Abimeleki, anatumia msamiati dhambi. Abimeleki anapokuja kuzungumza na Ibrahim kuhusu tukio husika, anaongeza msamiati mwingine hapa, anasema nimekukosa nini? Nimekukosa nini? Hili neno nimekukosa limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania chata. Pia lile neno dhambi na neno nimekukosa yanakuwa na maana moja. Anachojitetea Abimeleki ni, je, kuna jambo gani kwako ambalo ilinipasa nilifanye lakini sikulifanya, kiasi cha kutaka kuleta juu ya ufalme wangu dhambi kuu namna hii? Hii ndio hoja ambayo Abimeleki anaipeleka mbele ya Ibrahim, kwamba je, kuna jambo gani Ibrahimu ambalo ilipasa nilifanye kwako na sikulifanya, kiasi cha kutaka kuleta juu ya ufalme wangu dhambi kuu namna hii? Abimeleki analalamika kwa sababu alitaka kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwa sababu ya kutokuwa na taarifa sahihi. Abimeleki anataka kufanya maamuzi yasiyo sahihi kwa sababu hana taarifa sahihi. Ndio maana Mungu alipokuwa anazungumza naye anasema, kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hili. Na hii inakuonyesha kwamba kutokuwa na taarifa sahihi kunaweza kukupelekea kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kutokuwa na taarifa sahihi kunaweza kukupelekea kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Na hiki ndicho ambacho kilichotokea kwa Abimeleki na Ibrahim. Na katika mstari wa 9 tunaona Abimeleki ametumia msamiati dhambi katika sentensi dhambi kuu. Tunaona kuna msamiati nimekukosa nini, maana yake msamiati makosa, lakini pia kuna msamiati dhambi. Sasa anapotumia msamiati dhambi tena, unaposoma haya maandishi utahisi kwamba msamiati nimekukosa na dhambi yatakuwa na maana moja. Lakini msamiati wa Kiebrania katika hili neno dhambi, na ambayo imetokea kwenye hii sentensi dhambi kuu, ni msamiati wa Kiebrania chata.
CHATAH, chataa, wenye maana ya dhambi, sadaka ya dhambi au kosa. Ina maana ya dhambi, sadaka ya dhambi au kosa. Na mzizi wa huu msamiati, msamiati wa Kiebrania chet, CHET. Huu msamiati chet una maana ya dhambi, hatia ya dhambi au adhabu ya dhambi. Hatia ya dhambi au adhabu ya dhambi. Na hili neno mzizi wake ni msamiati chataa, CHATA, ambapo matumizi yake yamejikita kuelezea adhabu ya dhambi. Sasa umeweza kuelewa kwamba tuna dhambi na tuna adhabu ya dhambi. Nitarudi kusoma tena Mwanzo 20:9. Anasema, kisha Abimeleki akamwambia Ibrahimu, akamwita Ibrahimu akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Unaona neno dhambi kuu, maana yake anazungumzia adhabu ya dhambi. Adhabu ya dhambi. Umeleta adhabu ya dhambi kuu katika ufalme wangu. Na msamiati chet umetumika mara moja pekee kwenye Biblia ya Kiebrania Agano la Kale. Mara moja pekee yake. Angalia Mwanzo 41:9. Mwanzo 41:9. Msamiati chet umetumika mahali hapa. Anasema, basi mkuu wa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Neno makosa ni msamiati chet, ambao ni msamiati wa Kiebrania. Lakini Musa ameutumia huu msamiati pia katika vitabu vyake vingine. Na katika kitabu cha Mwanzo ndio umetumika mara moja. Katika kitabu cha Mwanzo umetumika mara moja. Lakini tunaona kwamba Musa ameutumia pia katika vitabu vyake vingine. Mfano katika kitabu cha Mambo ya Walawi 19:17. Mambo ya Walawi 19:17. Anasema, usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Wala usichukue dhambi kwa ajili yake ni msamiati chet ambao una maana ya adhabu ya dhambi. Mambo ya Walawi 20:20. Anasema, tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, ameufunua utupu wa mjomba wake, watauchukua uovu wao, watakufa bila kuzaa mwana. Watakufa bila kuzaa mwana. Uovu ni adhabu ya dhambi, ni adhabu ya uovu wao walioufanya. Msamiati chet. Kumbukumbu la Torati 15:9. Anasema, jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa maachilio. Jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo, usimpe kitu, naye akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Dhambi kwako ni adhabu ya dhambi. Kwa tunaona kwamba dhambi, neno dhambi, makosa au uovu itakuwa inazungumzia adhabu, msamiati cheti. Lakini msamiati chataa utakuwa unazungumzia kukosea. Msamiati cheti utakuwa unazungumzia adhabu ya kukosea. Hiki ndicho alichokuwa anamaanisha Abimeleki aliposema Ibrahimu ameusababishia ufalme wake dhambi kuu, yaani adhabu ya dhambi aliyoitenda. Ameusababishia ufalme wake dhambi kuu, ambayo ni adhabu ya dhambi aliyoitenda. Turudi kwenye msamiati chataa tena, CHATA. Utazame hapa tena Mwanzo 31:19. Anasema, kilicholaluliwa na hayawani sikukuletea, mimi mwenyewe nimetwaa hasara yake, wewe umekidai katika moyo wangu, ikiwa kilikuchukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Naona neno hasara, dhambi. Hasara ni neno dhambi ambalo tunaona kwamba kwa mara ya kwanza limetumika katika tukio la Ibrahim na Abimeleki. Hasara ni msamiati chataa ambao una maana ile ile ya dhambi. Mwanzo 39:9 anasema, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu?
nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Nikamkose Mungu, hili neno nikamkose ni msamiati chata, ambao tunaona hii ni hoja kati ya hii hoja, huu mstari inatokana ni mazungumzo kati ya Yusufu na mke wa Potifa, kwamba mke wa Potifa anapotaka Yusufu akutane naye kimwili, Yusufu anaona kwamba anamkosa Mungu, anamtendea dhambi Mungu. Kwa nini? Anafanya kisicho sahihi, kwa sababu anajua jambo sahihi la kulifanya. Unapoacha kufanya jambo sahihi, unakuwa umetenda dhambi. Neno chata linapotumika linaonyesha kwamba kulikuwa na kitu sahihi kinachotakiwa kufanya, lakini mtendaji akachagua kutofanya. Narudia tena, huu msamiati chata, chata, dhambi, unapotumika unaonyesha kwamba kulikuwa na kitu sahihi kinachotakiwa kufanya, lakini mtendaji akachagua kutofanya. Kutofanya hupelekea upotevu. Kutofanya hupelekea hasara ya matokeo ya kile kilicho sahihi. Kutofanya hupelekea upotevu. Kutofanya hupelekea hasara ya matokeo ya kile kilicho sahihi. Dhambi na adhabu ya dhambi, chata na cheti. Yote haya katika kitabu cha Mwanzo na maandishi ya Musa kwa ujumla anaweza kuyawasilisha kwa namna hiyo. Sasa msamiati wa Kiunani hamatia, ambao ni hali ya dhambi, na ule wa Kiebrania chata, chata, yote yanawasilisha jambo moja, yaani uwepo wa jambo sahihi linalotakiwa kufanyika, lakini mtu anaamua kutokufanya na kufanya lingine ambalo halikuwepo kabisa. Msamiati wa Kiunani hamatia na ule wa Kiebrania chata, yote yanawasilisha jambo moja, yaani uwepo wa jambo sahihi linalotakiwa kufanyika, lakini mtu anaamua kutokufanya na kufanya lingine ambalo halikuwepo kabisa. Kwa hiyo dhambi ni jambo la hiari ya mtu. Dhambi ni jambo la hiari ya mtu, sio bahati mbaya. Hakuna mtu anayetenda dhambi kwa bahati mbaya. Dhambi ni hiari. Dhambi ni hiari. Hali ya dhambi na kitendo cha dhambi ni matokeo ya maamuzi, kwamba mtu anachagua, anaamua kuwa katika hali ya dhambi. Mtu anachagua, anaamua kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ni matokeo ya maamuzi. Hakuna dhambi ya bahati mbaya. Mtu anaamua kuwa mwenye dhambi au kutenda dhambi. Mtu anaamua kuwa katika hali ya dhambi, lakini vile vile mtu anaamua kuwa mtenda dhambi. Hakuwezi kuwa na dhambi bila kuwa na uwezo wa kimaamuzi. Hakuwezi kuwa na dhambi bila kuwa na uwezo wa kimaamuzi. Muhimu sana. Hatuwezi kuzungumza kuhusu dhambi bila mwanadamu kuwa na uwezo wa kimaamuzi. Mwanadamu anao uwezo wa kimaamuzi. Mwanadamu anao uwezo wa kimaamuzi. Na huu uwezo wa kimaamuzi ndio unaopelekea mwanadamu kuingia katika hali ya dhambi au mwanadamu kufanya dhambi. Tungeweza kusema kwamba dhambi ni matokeo ya machaguo, ingawa kiuhalisia kulikuwa hakuna machaguo. Narudia tena. Tungeweza kusema dhambi ni matokeo ya machaguo. Mwanadamu anaamua kuchagua kutenda dhambi. Mwanadamu anaamua kukaa katika hali ya dhambi. Mungu hajampa mwanadamu uamuzi wa kuchagua jema au baya. Mungu hajampa mwanadamu uamuzi wa kuchagua jema au baya. Maana yake Mungu hajampa mwanadamu jema na baya. Mungu amempa mwanadamu jambo jema tu. Lakini mwanadamu anapoacha kufanya jambo jema, anakuwa ameingia kwenye dhambi. Jambo baya halipo katika yale ambayo Mungu anatoa. Hii ni muhimu sana kuwa kwenye ufahamu wako. Jambo baya halipo katika yale ambayo Mungu anatoa. Mungu anatoa mema tu. Na Mungu anatoa mema tu. Mema tu. Hatoi mabaya. Lakini kukataa kulipokea hili jema ambalo Mungu anatoa kunamfanya mwanadamu aangukie kwenye jambo baya. Narudia tena.
Kukataa kulipokea hili jema ambalo Mungu anatoa kunamfanya mwanadamu aangukie kwenye jambo baya, ingawa mbele yake hakukuwa na jambo baya. Kuangukia kwenye jambo baya ndiyo dhambi. Haleluya! Nafikiri umenielewa. Kuangukia kwenye jambo baya ndiyo dhambi. Mungu anakupa jambo jema, unapoacha kulipokea lile ambalo Mungu anakupa, ukilikataa, unakuwa umefanya dhambi. Hapo hakuna uzinzi, hakuna kusema uongo, hakuna wizi, hakuna uasherati, hakuna chochote ambacho tunaweza kukiita dhambi. Lakini kukataa kile ambacho Mungu anatoa, hiyo ndio dhambi. Kukataa kile ambacho Mungu anatoa ndio kunakopelekea dhambi. Kutapelekea hali ya dhambi, lakini vile vile kutapelekea kitendo cha dhambi. Kwa hiyo mtu yeyote aliyekuwa katika hali ya dhambi ni kwa sababu amekataa kile Mungu anachotoa. Ukikipokea anachokitoa Mungu, unakuwa hujatenda dhambi, kwa sababu unakuwa umepatia, unakuwa umefanya sahihi, unakuwa umelenga shabaha. Kwa hiyo dhambi ni kuwa nje ya alichotoa Mungu na maagizo yake. Tunaweza tukahitimisha kwamba dhambi ni kuwa nje ya alichotoa Mungu na maagizo yake. Hili linapaswa likae katika ufahamu wako. Tutakapokuwa tunatoa tafsiri ya dhambi, nini maana ya dhambi? Ni lazima utambue kwamba dhambi ni kuwa nje ya alichotoa Mungu na maagizo yake. Ukiwa nje ya alichotoa Mungu, upo kwenye dhambi. Sio tu umetenda dhambi, bali upo katika hali ya dhambi. Na mtu yote ambaye yupo katika hali ya dhambi ni mtu ambaye yupo nje ya maagizo ya Mungu, yupo nje ya kile anachotoa Mungu, yupo nje ya neno la Mungu. Maana yake kwenda kinyume na neno la Mungu ndiyo dhambi yenyewe. Kwenda kinyume na neno la Mungu ndiyo dhambi yenyewe. Maamuzi ni msingi wa dhambi. Maamuzi ni msingi wa dhambi. Maamuzi ni msingi wa dhambi. Amen.